Achanane na watu wa no reform no election. Mwaka huu tuna nini? Tuna uchaguzi. Iwe mvua, iwe jua, lazima tufanye uchaguzi. Ninaombeni tuwe mabalozi kwa kila kijana, ahamasishe kila mtu ashiriki nini? Uchaguzi mkuu. Kwa siku mtu napakia zaidi ya abiria 20, zaidi ya abiria 30. Wapeni taarifa kwamba mwaka huu tuna nini? Tuna jambo letu. Napenda kuwashukuru sana vijana wenzangu kwa kuona fursa kutupatia nafasi kuwa viongozi wa moja wa vijana, kwa sababu mmeona tuna uwezo wa kusaidia kwenye shida zenu zote ambazo mnakutana nazo. Nimepokea changamoto zenu zote na shida zenu hizi nitakwenda kuzitatua ambazo zitakuwa ndani ya uwezo wangu. Jambo la kwanza, mmezungumzia masuala ya mikopo. Mikopo kweli imekuwa ikitangazwa katika halmashauri yetu hii ya halmashauri ya mji wa Tunduma. Na mikopo hii imekuwa ikiafikia watu mbalimbali. Tuna makundi matatu ambayo yamekuwa yakitolewa mikopo. Tuna kundi la wanawake, kuna kundi la vijana na kundi la watu wenye ulemavu. Kundi la wanawake wamepewa 4%. Kundi la vijana wamepewa 4%, lakini kuna 2%, vijana 4%, wanawake 4%. Kwa hii kuanzia sasa hivi, makamu mwenyekiti, ninaomba tengenezeni kikundi, taratibu zote ambazo mtaendelea nazo mnifahamishe, mimi nitawapigania mpate pikipiki kwa ajili ya kusafirishia. Sitaweza kuruhusu kuona kijana anajiingiza na makundi ambao ni hatarishi kwa sababu tu hana kazi. Kijana yote yule lazima afanye kazi, na hiyo ndio ilani ya Chama cha Mapinduzi. Lazima kijana afanye kazi ili alipe kodi kwa ajili ya nini? Ya maendeleo ya taifa letu. Hivyo nitawasimamieni, mkitoka hapo tengenezeni katiba, baada ya katiba na wewe mnitafute. Nitakwenda bega kwa bega na nyie kuhakikisha mnapata nini? Pikipiki. Lakini pia kuna shida nyingine ya hamna sehemu ya kujistiri. Ni kweli, ninaelewa kuna sehemu mvua inanyesha, wakati mwingine mvua inanyesha, jua linakuwa ni kali, hamna sehemu. Ile sehemu mlionao ile sio sehemu salama ya kuweza kujihifadhi. Nitafanya njia yote ile mpate sehemu nzuri, kwa sababu najua ndio vijana ambao mnategemewa na familia, mnategemewa na jamii pia. Hivyo hilo pia liko ndani ya uwezo wangu. Nitahakikisha mnapata sehemu iliyo bora, iwe mvua, iwe jua, muweze kujikinga, msipatwe na shida ya aina yote ile. CCM oye! CCM safi! Lakini pia kuna shida nyingine, mnapewa kauli chafu na watu ambao wanakusanya ushuru, si ndio? Kwa hii nitaifanyia kazi. Sasa hivi baada ya kikao hiki ninaenda kukutana na hao watu wanaokusanya mapato, wawe na kauli nzuri kwa vijana wa Kitanzania. Mimi ninaamini mnafanya kazi kubwa na mmeaminiwa kwenye taifa letu, kwa sababu vijana ndio tegemezi kubwa la kufanya nini? La kufanya kazi. Sitokubali kuona mtu anadharauliwa kwa kazi ambayo anaifanya kwa sababu ni bodaboda basi upewe kila kauli. Hapana. Kwa kijana wangu sitoweza kukubali. Na baada ya kikao hiki nitaambatana na makamu mwenyekiti kwenda kwa hao watu kuwapa onyo na angalizo. Vijana wangu wanapokosea waitwe, waambie kwa lugha nzuri ili kazi iendelee. Lakini pia mmezungumzia masuala ya kodi. Issue ya kodi liko kidogo nje ya uwezo wangu. Siku ya kesho nitakuja majibu yaliyo sahihi. Baada ya kikao hiki nitakwenda kukutana na dasi au mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Tunduma atupe maelekezo yaliyo sahihi. Issue ya kodi na stika ila tufafanulie vizuri ili tusiwe na ile misunderstanding kwamba hapana sielewi hii imekaaje. Na kama mtu huelewi au kwa lengo zuri uelekezwe kwamba hii kodi imekaa hivi ili uelewe, stika imekaa hivi. Si ndio vijana wenzangu? Hata kama mtu anatoa pesa basi utoe pesa kihalali bila kuonea. Mimi ninaelewa vijana wenzangu mnahaswa sana na maisha na hali ni ngumu. Siwezi kubali vijana wenzangu waweze kuonewa kwa sababu tabia ya kodi au ya stika mtu unapewa maelekezo ambayo sio sawa. Hapana. Hili pia nitalifanyieni kazi. CCM oye!
Vijana safi. Vijana viva. Lakini pia vijana wenzangu, changamoto tu nimezipokea na zifanyia kazi. Leo hii haitofika jioni takuwa na majibu yaliyonyoka, majibu yaliyo sahihi. Maelekezo tu ambayo nimeyatoa na bado nimeyafanyia kazi. Lakini pia mwaka huu tuna uchaguzi. Kila mtu anaelewa. Si ndio Tunakwenda kwenye uchaguzi wa mheshimiwa rais, wabunge na madiwani. Vijana wenzangu, tujitokeze kushiriki uchaguzi mkuu. Hiyo ni haki yako. Kamwe asiwepo mtu ambaye atakuwa ni kinyume na kushiriki uchaguzi mkuu. Achanane na watu wa no reform no election. Mwaka huu tuna tuna uchaguzi. Iwe mvua, iwe jua, lazima tuchague tufanye uchaguzi. Mheshimiwa rais tayari tunaye, ambaye ndiye rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Samia Suluhu Hassan. Mama Samia oye! Mama Samia safi. Mama Samia. Mama Samia. Lazima twende tukamchague Mama Samia Suluhu Hassan, kwa sababu kazi alizozifanya kwetu sisi vijana hata kwa jamii zinaonekana. Nyinyi wenyewe ni mashahidi. Tunao hospitali kubwa ndani ya halmashauri ya mji wa Tunduma, iko pale barabarani. Tunao stendi kuu ambayo ndio iko hapa. Tunazo shule ambazo kila mtaa shule zimejengwa. Maji yako ni mengi. Nini ambacho Mama Samia ajitekeleza? Hakuna, si ndio Hivyo tujiandae kufanya kwenda kushiriki kufanya uchaguzi. Asitokee mtu ana hisia zake binafsi aje wakusanye mfanye vurugu. Sitokubali kama kiongozi. Na kijana ambaye ataonekana ni chanzo cha ugomvi, chanzo cha migogoro, sitaweza kumwangalia kabisa. Lazima sheria ichukue mkondo wake. Sisi vijana tumeagizwa tufanye kazi na sio kuleta migogoro. Fanyeni kazi ili uheshimike. Na asiwapo kijana yote yule ambaye atajichukua sheria zake mkononi. Asitokee kijana ambaye atakuwa na kauli mbaya kwa viongozi. Tuna Mama Samia Suluhu, tumsemee mazuri. Tuna mbunge Selina, tumsemee mazuri. Tuna mtaa ambaye ndiye diwani kata hii ya Mpembe, tumsemee tumsemee mazuri. Asiwapo kijana ambaye atakuwa na maneno machafu kwa viongozi wake, hiyo haipendezi. CCM oye! Mama Samia safi. Mama Samia oye! Lakini pia ndugu zangu, natambua mchango wenu katika jamii yetu. Mnakutana na watu wengi sana. Ninaombeni tuwe mabalozi kwa kila kijana, ahamasishe kila mtu ashiriki uchaguzi mkuu. Mimi ninafahamu kwa siku mtu napakia zaidi ya abiria 20, zaidi ya abiria 30. Wapeni taarifa kwamba mwaka huu tuna tuna jambo letu. Kila mtu akapige kula. CCM oye! Hiyo nimeeleweka. Lakini pia vijana wenzangu, tusiwe chanzo cha kuweka migogoro na serikali. Na maanisha tusipakie magendo. Hiyo sio nzuri. Si ndio mimi leo hii mfano umekamatwa labda na pembe za ndovu. Nitakuteteaje kwa askari kwa mfano? Inakuwa ni ngumu Si ndio? Kwa tuweni makini. Lakini leo hii imetokea tu mtu hauna sticker. Hiyo ni rahisi kwa mtu kwenda kujielezea kwa askari kwamba jamaa huyu ni kijana wangu, naomba mumsamee, kazi iendelee. Si ndio? Kwa tuweni makini sana na watu tunaowapakia na mizigo ambayo tunaibeba pia. CCM oye! Hapo vipi? Hapo vipi? Imani mimi kama mwenyekiti kwa siku chache kutengenezewa kivuli. Tutakushukuru sana. Na tena siku kikikamilika tutakuombea mahali ulipo uweze kwenda sehemu nyingine tena ili ukatusaidie na zaidi. Ambao umetuletea hapa ni mambo mazito kweli kweli, ambayo kiasi kwamba itakuwa dira ya kuendelea kutengeneza ukumbusho wa milele. Baada ya kuzungumza machache, ndugu wanachama, mimi nafikiri sasa hivi hapa basi tunaahirisha kikao
tuendelee na majukumu yetu ya kawaida kwa ajili ya kulea familia. Lakini mimi nawapongeza kama makamu wenyu mwenyekiti itikia wito na kupata manufaa ambayo ni faida kwetu kwenye kijiwe chetu. Mimi nina imani hata kwenye kijiwe chetu pale hatutanyanyaswa. Tumeelewana? Tukumbuke pale tumejenga kwenye hifadhi ya pipeline, si ndio? Lakini tuliweza kupambana mpaka tumepandisha ile bendera, si ndio? Wakatushauri banda lijengwe kwa namna gani. Nafikiri nyewe mnishaona Ila mtu ambaye hajui banda limejengweje pale ni kushirikiana na Chama cha Mapinduzi. Tungeshirikiana na chama cha upande wa pili, of course hata pikipiki pale zisingeng'aa. Sawa jamani? Kwa hiyo naombeni tumjengee dada yetu uwezo, na mimi namuamini sana. Namfahamu muda sana. Ni mimi nakufahamu. Mimi wakati tunaendelea kwa nadi serikali za mitaa wenye viti, nafikiri nilipandishwa pale nikawa nazungumza. Kwa hiyo nikawa nagundua kwamba huyu dada Chama cha Mapinduzi kitasonga mbele. Baada ya kuzungumza mawili matatu, basi ninaahirisha kikao. Asante sana. Mungu awabariki katika eneo lenu la utafutaji wa maisha. Asante sana.